For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze somo letu. Leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? The freedom of light. Uhuru wa nuru. Uhuru wa nuru. The freedom of light. The world is full of darkness, cold and emptiness. Dunia imejaa giza, dunia imejaa baridi na utupu. Mungu akasema na iwe nuru, na iwe nuru, ikawa nuru. Kukawa kuna uhuru wa nuru. Sasa leo hii giza bado lipo. Ndio sababu Yesu alikuja. Utupu bado upo, kwa sababu Yesu alikuja. Utupu ni umasikini, ukiwa ni magonjwa, bado magonjwa yapo. Na giza ni ujinga, bado ujinga upo duniani. Kwa hiyo lazima unahitaji nuru kwenye hii dunia. Unahitaji nuru, na nuru ni neno la Mungu, na nuru ni Yesu Kristo mwenyewe, ndio nuru. Tutaangalia kwenye maandiko. Kwa hiyo unapopata uhuru wa nuru, unaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Unaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Maandiko yanasema nini? Methali 14:12. Methali 14:12 neno la Mungu linasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hiyo unahitaji nuru uweze kuona hiyo njia. Hiyo njia mauti ni giza. Kwa mtu kuna njia anaona iko sawa machoni pake, lakini ile njia ni njia za mauti, kwa sababu aoni. Anaenda kutumbukia kwenye shimo. Anatumbukia kwenye shimo. Luka sura ya 6 mstari wa 39. Luka 6:39, neno la Mungu linasema nini? Kwa lazima ujue kabisa kuna njia mwanadamu anapita, anafikiri yuko salama lakini hayuko salama. Luka 6:39 neno la Mungu linasema, akawaambia methali hii, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hatatumbukia shimoni wote wawili? Kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake, wote wawili watatumbukia kwenye shimo. Kwa lazima uangalie kwamba unahitaji nuru. Unahitaji nuru. Nuru ni neno la Mungu, nuru ni Kristo mwenyewe, nuru ni njia, nuru ni kweli, na nuru ni uzima. Kwamba alikuwepo Kristo, naye alikuwa anatia watu nuru. Kila mtu anayekuja duniani Yesu alikuwa anamtia nuru. Sasa ukiniuliza giza limetoka wapi, mimi sijui. Na kila mtu alipozaliwa tu anakuja duniani, Yesu alikuwa anamtia nuru ili akija huku ang'ae. Yesu alikuwa anamtia nuru. Mathayo, tuangalie kwanza Yohana 1:9. Yohana 1:9. Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu
akija katika ulimwengu. Alikuwako, neno la Mungu linasema alikuwako, kulikuwako nuru halisi. Atiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Yaani kila mtu alikuwa akija katika ulimwengu, Yesu alikuwa anamtia nini? Nuru. Ili kwa sababu huku kuna giza, ili ukija huku uwe nuru, uweze kuona mema na maovu. Kwa sababu nuru inakusaidia kuona mema na maovu. Kwa hiyo sasa ukiwa na uhuru wa nuru unafanya vizuri sana. Leo tunaangalia nchi kama Marekani wana uhuru wa kuongea, yani freedom of speech. Nadhani nimeshasikia hilo neno, freedom of speech, kwamba wana uhuru wa kuongea. Na kuna nchi ambazo kama China una uhuru wa kuongea, kwamba uweze kusema kitu unachotaka kuongea, hata kama unajua inabidi unyamaze nacho, una uhuru wa kuongea. Sasa leo hii ukishakosa uhuru wa nuru, ina maana unatembea kwenye giza. Na ukishaanza kutembea kwenye giza ni njia za mauti. Kwa lazima, kwa mfano mzuri tu, kitendo cha wewe kuja hapa kwa ajili ya kujifunza. Umekuja hapa kutafuta nuru, sio kutafuta pesa. Umekuja kutafuta nini? Nuru. Upate nuru, upate maarifa, upate hekima, upate ufahamu. Kwa sababu ukishapata nuru tu unaanza kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Ni kwa mfano kwenye hii huduma ya Kingdom Business, mimi nina nuru katika hii huduma. Ninajua aina ya huduma ninayoiongoza. Hii sio huduma ya madhabahuni. Hii ni huduma ya mikutano, ni huduma ya biashara. Kwamba najua nina nuru kwenye huduma. Kama nilikuwa sina nuru, ningekuwa natembea kwenye giza. Na nikitembea kwenye giza, ninaanza kuangalia walioko kwenye giza wenzangu wanafanyaje. Kwamba na mimi nakuwa napotea. Kwa sababu kujua maono yako, kujua ndoto yako, kujua kusudi lako ambalo Mungu amekuitia hapa duniani, tayari una nuru. Unatembea kwenye njia yako, utembee kwenye njia ya mtu mwingine. Sasa watu wengi duniani njia wanazotembea sio za kwao. Alafu ni mfano mzuri, unaendesha gari speedi, kuna gari nyingine kwa mbele, yule wa mbele ndiye anayeona. Akishika breki anajua kuna bumps, kuna shimo. Huyo wa nyuma aone ile shimo. Anaweza huyo wa nyuma wa mbele akaendesha gari akakuta kuna shimo, akaweka ile shimo katikati, asilikanyage. Akaweka jiwe ile, akakuta jiwe barabarani, akaweka ile jiwe katikati. Yule wa nyuma hataona ile jiwe, hataona ile shimo, ataingia kwenye ile shimo na atapiga gari kwenye shimo na atapata ajali. Kwa sababu yule wa mbele ndio anayeona. Kwa hiyo lazima yule mbele anatembea kwenye njia yake, lakini wa nyuma atembee kwenye njia yake, anatembea kwenye njia ya mtu mwingine, anakuta anaingia kwenye shimo. Kwa hiyo lazima unahitaji nuru. Unahitaji nuru ili uweze kutembea kwenye giza. Kwa sababu dunia imejaa giza, imejaa utupu, imejaa baridi. It's cold. Kama sasa hivi ndio imezidi. Yaani baridi imezidi. Na hii corona ilipokuja, corona imetia giza, corona imeleta baridi. Unaona biashara zimefungwa, watu wamekosa kazi. Corona imeleta utupu. Kwa sasa unahitaji nuru. Hichi ni kipindi ambacho unahitaji nuru, unahitaji neno la Mungu kuliko kitu kingine chochote. Unamhitaji Yesu kuliko kipindi kingine chochote katika dunia. Amerika inamhitaji Yesu, China inamhitaji Yesu. Angalia leo kuna nchi ambazo mpaka sasa hivi hazijafunguliwa biashara. Kuna nchi ambazo shule hazijafunguliwa, makanisa hayajafunguliwa. Watu wanaabudu kwenye internet. Si mnajua hiyo? Ni kwa sababu giza limeingia. Asinabidi nuru lishinde nini? Giza. Bado watu wanatembea kwenye giza. Unaona? Kwa hiyo sasa lazima tuangalie namna gani tunapohitaji nuru. Hebu tuangalie Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Mathayo sura ya 5 mstari wa 14. Yesu anasema nini? Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mathayo 5:14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sasa kama sisi ni nuru ya ulimwengu, mbona hatung'ai?
nimeposti kwenye page yangu wa Facebook leo, nikasema na maandiko hivi, kuna maneno ambayo yametamkwa kwenye Biblia, nitawasomea. Haya maneno yalitamkiwa China au Afrika? Kama sisi nuru ya ulimwengu, mbona tungae kama wa China? Mbona tuna teknolojia kama wa China? Mbona tufanye kama wa China? Na maana yale maneno yalitamkiwa nani? Wa China. Kuna watu walitamkiwa maneno. Inaweza kuwa sisi wa Afrika tulitamkiwa maneno. Sisi wa China walitamkiwa kwamba wao ni Mungu. Haiwezekani. Miaka 40 iliyopita tulikuwa kama wa China. Tuko pamoja. Lakini leo asijui lini tutawakuta wa China. Wa China wako mbele miaka 100 ya wa Tanzania, miaka 100 ya wa Afrika. Sisi tuko pamoja. Hebu tusome Mathayo 13 mstari wa 13 mpaka 17. Mathayo 13 mstari wa 13 mpaka 17. Haya maneno kama ni Waafrika walitamkiwa, itakuwa ni ngumu kutoka hapa tulipo. Angalia neno la Mungu lasema nini. Kwa sababu hii nasema maneno haya, nasema nao kwa mfano. Yesu anasema anaongea kwa mifano. Kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na maneno ya nabii Isaya, na neno la nabii Isaya litatimia kwao likisema, wakisikia watasikia wala hawataelewa, kutazama watatazama wala hawataona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao yamefumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Na maneno yalitamkiwa Afrika. Labda kwa sababu Afrika ndio wanasikia lakini hawaelewi. Unajua kusikia na kutokuelewa ni nini? Angalia marais wa Afrika wote wameshawahi kupanda ndege kwenda Ulaya. Kweli uongo? Ina maana waoni kule Ulaya wanapofanya, waje kufanya kwa Afrika hivyo. Hawaoni. Unajua mimi nikipanda ndege na angaliaga wakati tunatua kwenye ile nchi husika. Ukiwa juu ya ndege umekaa dirishani, napenda sana nikinunua tiketi ya ndege lazima ninunue tiketi ya dirishani. Nikiangalia chini naangalia ile mipango miji. Alafu unakuja nchi za Afrika, ukiangalia chini unaangalia ni nuru na giza. Ni nuru na nini? Na giza. Ukiangalia mipango miji ya Afrika ni giza, ukiangalia mipango miji ya Ulaya ni nuru. Leo naangalia hawaoni. Ina maana maneno walitamkiwa Afrika wataona lakini hataelewa, watasikia lakini watatazama lakini hataona, watasikia lakini hatafanya nini. Ni kweli ndio jinsi ilivyo. Sasa lazima ujitoe kwenye hilo grupu la kuwa kwenye giza, uanze kukitazama vitu, uanze kuona. Ukiambiwa kitu uanze kuelewa. Lazima uondoke kwenye hilo grupu. Unaweza kuwa Afrika lakini unaishi katika ulimwengu wa kwanza. Afrika ni ulimwengu wa tatu. Kuna watu wachache wako Afrika lakini wanaishi maisha ya ulimwengu wa nini? Wa kwanza. Wanaishi maisha ya Marekani, zaidi ya Marekani, zaidi ya Japani, zaidi ya Waingereza. Lakini yuko Afrika na ni Mwafrika. Ni kwa nini? Ametoka kwenye giza akaenda kwenye nuru. Kumbe lazima ujitahidi upate uhuru wa nuru. Uhuru wa nuru ni uhuru wa maandiko, uhuru wa kusoma, uhuru wa kutafuta maarifa, uhuru wa kujiendeleza. Hakuna kitu kibaya. Hauna hela, una ugonjwa, afu ni mjinga. Vitu vyote vitatu unavyo. Hauna hela, maskini, then you are ni mjinga, stupid, alafu ni mgonjwa. Unakumbuka vile vitu vitatu Mungu alipoumba dunia? Ukiwa utupu na maskini, sasa hivyo vitu vitatu vyote unakuta mtu anavyo. Hiyo ni mbaya sana. Kwa sababu ya nini? The lack of light. Amekosa nini? Nuru. Amekosa nuru. Kwa sababu Mungu baada ya kuumba dunia akakuta kuna utupu, kuna ukiwa na giza. Alisema na iwe nuru, ikawa nuru. Sasa wewe ukishakosa tu nuru,
uko ndani ya ukiwa, utupu na umaskini, magonjwa. Kwa ufahamu tumshukuru Mungu dakika moja tu, alafu tuendelee na somo letu linasema uhuru wa nuru, the freedom of light. Ni kama tunavyosema the freedom of speech, freedom, uhuru wa kuongea. Tumshukuru Mungu dakika moja. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 4 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku mpya leo ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2020, tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Tunabariki haya majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 4 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki haya majira ya saa 4 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 4 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, uaminifu wa Kristo, imani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira saa 4 tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakuomba utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunafungua malango ya saa 4 kwa damu ya Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo, tunafungua malango ya speed ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuona maandiko katika jina la uweza la Yesu Kristo, kuona kazi, kuona fursa, kuona maono, kuona ndoto katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya kuona nuru ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha katika majira saa 4 uwe mwalimu wetu. Tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. The freedom of light. Uhuru wa nuru. Unahitaji uhuru. Unahitaji uhuru wa nuru. Ni kwa nini tunasema unahitaji nuru? Ni kwa sababu dunia imejaa giza, imejaa baridi, magonjwa, imejaa utupu, maskini, imejaa giza, ujinga. Giza ni ujinga. Kwamba Yesu anasema ukiwa na imani kidogo tu kama chembe ya radali, unaweza kuhamisha mkuyu, ukahamisha uende ukaote baharini, ukahamisha mlima. Sasa ukiwa na nuru kidogo tu kama chembe ya radali, una uwezo wa kuhamisha mlima. Kwa sababu huu bao hapa ni mweupe. Tuko pamoja? Na kalamu mbili hapa, kalamu ya blue na kalamu nyekundu. Nikiweka dot hapa, inaonekana kwa mbali kwa sababu bao ni mweupe. Sasa ukiwa kwenye giza, ukiwa na nuru kidogo tu, ukiwa na torch, simu ina torch, ukimulika, ukiwacha ile simu ya torch, unaona chumba kizima. Kweli uongo? Ukiwa kwenye chumba kimejaa giza, ukawasha mshumaa, kote kunajaa nuru, kunajaa mwanga, kunajaa nuru. Mshumaa tu mdogo unaleta mwanga kwenye eneo lote. Sasa ndivyo hivyo ukiwa na maarifa kidogo tu, yaani ukiwa na maarifa tuseme labda ya kutengeneza chapati, hiyo kidogo tu, unakuwa bilionea. Unakuwa bilionea. Mwenye McDonald's Marekani alikuwa na maarifa kutengeneza tu hamburger, leo anauza hamburger dunia nzima. Coca-Cola alikuwa na maarifa kidogo tu ya kuchanganya maji na sukari, leo anauza soda dunia nzima. Dunia nzima. Starbucks alikuwa na maarifa kutengeneza kahawa tu, leo anauza kahawa dunia nzima. Sasa swali ni kwamba una nuru lakini hujawahi kuitumia. Unatafuta nuru ambayo
uijue, lakini unayo nuru, kwa sababu neno la Mungu linasema kila mtu alipokuja duniani Yesu alimtia nuru, kwa sababu alijua duniani kuna giza. Kila mtu alipokuja duniani, tumesoma ile andiko kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 9, kila mtu alitiwa nuru. Yohana 1:9 anasema kulikuwako nuru amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kulikuwako na nuru halisi, kulikuwako na nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kwa hivyo ulipokuja hapa duniani ulitiwa nuru. Sasa leo hii giza limetoka wapi kwenye maisha yako? Umaskini umetoka wapi? Yesu akasema nilifanyika maskini ili nyinyi mwe matajiri. Leo unaambiwa uoga umetoka wapi? Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema maana Mungu akutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Leo niambie, roho ya chuki imetoka wapi? Ile roho ya kuenda kwenye maombi ya kulipiza umetoka wapi wakati tumeombiwa roho ya upendo? Unaenda kwenye maombi ya vita, umetoa wapi roho? Na ukuumbiwa roho ya uoga umetoa wapi? Na ukuumbiwa ushatiwa nuru tayari. Roho ya kutokuwa na nidhamu na vitu na watu umetoa wapi? Au kuumbiwa roho, kwa sababu ulipozaliwa ulitiwa nini? Nuru. Kwa sababu Yesu akasema ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Yeye mwenyewe akasema yeye ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Leo ukitaka kujua dunia imejaa giza, unahitaji nuru. Ukiingia kwenye Facebook unahitaji nuru ili umulike ile eneo tu ambalo unataka kupita. Umeelewa vitu unataka? Ukienda kwenye YouTube unahitaji nini? Nuru, ili uangalie vile vitu ambavyo unataka kufanya nini? Kuvisoma. Basi ili umulike ile njia ambayo unafanya nini? Unapita. Kwa mfano leo mimi nikiingia kwenye Facebook na Google kile kitu ambacho ninataka kukijua, ambacho kinahusiana na maono yangu, utakuta naangalia mambo ya muda na mambo ya Mungu. Basi hamna kitu kingine, mambo ya biashara. Basi siende kitu kingine, kwa sababu kuna mapicha ya ngono kule, kuna vitu chungu zima viko kwenye internet. Sasa you need a light to enter into internet. Kuingia kwenye nini? Kwenye internet unahitaji nuru, kwa sababu usipokuwa na nuru utatembea kwenye giza, utakuwa unaangalia kila kitu. Utaangalia kila kitu. Sasa swala ni kwamba dunia imejaa nini? Giza. Sio kila movie ya kuangalia, sio kila kitabu cha kufanya nini? Cha kusoma, sio kila kitu cha CD ya kufanya nini? Ya kusikiliza, sio kila DVD ya kuangalia. Sasa ni kwa sababu ya nini? You need light. Ukishapata nuru, yaani kwa mfano mimi namshukuru Mungu sana. Hata ukija kwenye page yangu ya YouTube utaona pale juu wamekuwekea vitu ninavyoangaliaga. Umeelewa? Ukitaka kujua mtu anaangalia nini, nenda kwenye page yake ya YouTube. Ukipata access ukaingia kwenye page yake ya YouTube, uangalie vitu anavyoangaliaga, utashangaa. Kwa sababu anakuletea ni vitu unavyopenda kufanya nini? Kuviangalia. Unakuletea pale juu, anakuwekea favorite vile vitu unavyopenda kuviangalia. Sasa lazima ujue kwamba unapeleka kuangalia nini. Na ndivyo vitu ambavyo leo hii huku tunakoenda, itakuwa mtu akiomba kazi mahali, wanachukua CV zako kila kitu, alafu wanaenda kuangalia mitandao yako ya kijamii. Unaangalia gari kwenye internet. Wakiona vitu unavyoangalia hawakupi kazi. Au wakiona vitu unavyoangalia wanakupa kazi. Wanajua ndio mtu tunayemtaka wewe. Ndio jinsi yaani sasa hivi itakuwa ni ngumu sana mtu kupata kazi kwa sababu ya vitu mtu anavyoangalia. Unakuta mtu kama mtu mzima, kama mimi ni mtumishi, nimeona picha ya mwanamke kwenye mtandao na jinsi alivyo na maumbile na nini, nikalike nini ile picha, tayari nimeshajitia doa. Nikaona picha mwanamke kwenye mtandao, nika comment, tayari nimeshajitia nini doa. Huwezi kufuta ile picha. Sasa watu wengi wamelike picha, wamecomment hiyo, wametoa maoni yao kwenye vitu ambavyo sio sahihi, alafu wamenyamaza. Hawajui kwamba wameshajitia nini doa. Na utakaa ukumbuke kwamba ulishafanya nini, ulishalike ile picha. Unataka ukumbuke, lakini siku unaenda kuomba kazi mahali, unataka kuchaguliwa kuwa kiongozi wa serikali, kanisani, kiongozi mahali popote, waenda kwenye mitandao ya kijamii.
wanaangalia jamaa waga na like nini, waga na soma nini, wanakumaliza moja kwa moja. Mtandao unafanya nini? Unakumaliza. Kwa unahitaji nuru. Unapokuwa dunia imejaa nini? Giza, imejaa baridi, imejaa utupu. Kwa sababu tunapofundisha masomo ni kwa ajili ya future. Nyinyi ni vijana wadogo, muangalie jinsi mnavyojichafua kwenye mtandao. Kwenye mtandao ni mahali unaenda kujichafua kama una nuru. Ujui mema na maovu. Nuru inakusaidia kutambua mema na nini na maovu. Kwa hiyo kitu ukiona kwenye mtandao, angalia kwa macho, usiguse, acha, ondoka kwenye ile page kama imekuja kama tangazo, lakini usiende ukafuata. Unaambia kimbie zinae, kimbia pia taarifa chafu zilizo kwenye internet zikimbie. Hata ukiangalia page ya mtu ya Facebook, kwenye ile home page ya Facebook, utaona ukiona picha, vitu ambavyo matukio ambayo yanakuja kwenye ile page pale ni vitu ambavyo unavipenda na ni vitu ambavyo unapost. Kwa hiyo anakuletea vitu ambavyo vinafanana na vitu unafanya nini unapopost. Utaona kama wewe ni mtumishi wa Mungu, utaona watumishi wa Mungu wengine wote vitu vyao vinakuja pale kwenye home page yako ya Facebook. Na hiyo ukiona ni mtu unaikaga mapicha ya ngono na vitu unavyoangalia, utaona vinakuja pale. Ukiona ni mtu wa michezo, utaona vitu vya mpira vinakuja pale, michezo vinakuja pale kwenye home page yako. Sasa lazima uwe makini sana. Unahitaji nuru unapoingia kwenye Facebook, kwenye internet, kwenye YouTube, kwenye kila kitu. Kwa sababu teknolojia itamaliza watu wengi sana. Leo hii Marekani watu wanaishi kwenye mifumo mitatu. Mifumo mitatu. Mfumo wa kwanza wa Marekani ni wa good credit. Good credit. Mfumo wa pili ni wa bad credit. Nataka niwaambie kitu kimoja kitawasaidia sana. Mfumo wa tatu ni no credit. Sasa angalia ilivyotokea. Good credit ni mtu anayekopeshwa na mabenki na makampuni ya fedha, American Express, Visa, Mastercard, Gold, whatever, zote hizo. Tuko pamoja? Na analipaga madeni. Hata kama hajamaliza kulipa madeni, lakini huaga anadaiwa laki, anatumaga kila mwezi 1,000 lakini wanajua jamaa yuko anaexist, ana nia kufanya kulipa. Bado yuko kwenye good. Bad credit ni mtu ambaye amekopeshwa na kulipa. No credit ni mtu ambaye hajawahi kukopeshwa, hajawahi kukopa. Sasa sikiliza. Wakati ya makampuni yameanzishwa, wanakwenda shuleni, wanaweka hema lao kama Vodacom wanaweka hema barabarani na mezao ya plastiki, wanawapa wanafunzi credit card ya American Express, Visa, Mastercard ya $100 kwa ajili ya kununua hamburger. Alafu wanalipa, wanasema tunawatengenezea watoto credit. Alafu wala watoto hawajui kwamba wanachafua nini majina yao. Wanapewa mikopo ya shule ya kusoma. Hawajui wanachafua nini majina yao. Wanaanza kuapply kadi hizo za mikopo. Ukienda kwenye duka lolote, wanakupa kadi ya kukopa vitu kwenye ile duka. Alafu ukishindwa mwisho wa mwezi wanakutumia bili yako ambayo vitu umechukua. Ukishindwa kulipa, unachafua nini? Jina lako. Hawakujuaga hiyo. Wanapewa nyumba za mikopo, wanashindwa kulipa. Unajua huwezi kuchukua credit card ya nyumba ya mkopo na kazi unayofanya ni ya kuajiriwa. Kwa sababu ukifutwa kazi, utaweza kulipa nini? Mortgage. Ile ya nyumba. Deni la nini? La nyumba. Ina maana benki inachukua nini? Nyumba yao. Wamesha kuchafulia jina. Tuko pamoja? Ni kama vile unaoa na kazi ya kuajiriwa. Siku ukifutwa kazi na ndoa imeharibika. Kweli uongo? Na una watoto wanaenda shule, kuna bili za kulipa. Haiwezekani ukaoa na kazi ya kuajiriwa na kazi ya kibarua. Kazi ya kuajiriwa popote pale, serikalini, kwenye makampuni, kwenye mahali popote, kazi ambayo ni ya mtu mwingine. Huwezi kuoa nayo mwanamke kwa sababu ile kazi ikiharibika na ndoa imeharibika na umeshaleta watoto duniani. Na ndio hivyo unaenda kuchukua mkopo kwa kazi ya kuajiriwa. Siku kazi ikiisha, umechafua jina lako. Leo hii corona imekuja Marekani. Haya makampuni yote ya mikopo ya fedha hawaangalii corona. Watu wameharibu majina yao kwa sababu hawana kazi sasa hivi, hawezi kulipa deni. Riba inazidi kufanya nini? Kuongezeka. Kuna mwanafunzi ambaye alikopesha Marekani shule ada na makampuni kulipa ada za shule. Leo hawezi kulipa, hana kazi.
kwa sababu unahitaji nuru ili uweze kuona hivi vitu. Nikiingia leo kwenye mkopo, nikichukua kadi ya mkopo, American Express, Mastercard, Visa, nimechukua kadi, siku sina kazi, nitalipaje madeni haya? Nitakuwa nimechafua jina langu kwamba siwezi sikopesheke Marekani, sikopesheke mahali popote. Sasa hivi Marekani mpaka kupangisha nyumba wanaangalia credit, anakolipanga kodi ya nyumba. Watu wengi Marekani wanaishi kwa, anajua mama yake ana jina zuri, anamwambia mama yake ampangishie nyumba, baba yake, kaka yake, rafiki yake, kwa sababu yeye ameshachafua credit. Hawezi kukopa gari, hawezi kukopa chochote kile. Kila mahali akienda wanaangalia credit. Ukienda kukopa kazi wanaangalia credit. Huyu alipagi madeni, utampaje kazi? Umeona jinsi ilivyo? Hili ni mfumo ambao watu wameingia. Ni kama sasa kwenye internet. Wewe unaingia kwenye internet, una like vitu tu, una like, una comment. Lakini hujui siku ya siku umepewa nafasi ya uongozi. Kuna nafasi imetolewa ya kuwa mbunge, kuwa rais, kuwa mwenyekiti fulani, kuwa kiongozi kanisani, kwenye jamii, kwenye jumuiya. Watu wanaenda kwenye mtandao. Leo hii hujasikia marais wanapogombea rais Marekani, kuna wanawake wanajitokeza wanasema kwamba huyu bwana anakuwa anashikashikaga maziwa. Amjiona kitu, amjasikia kitu? Usimesikia kitu alikuwa anashikashika wasichana nini? Maziwa. Imekuja inapumuliwa leo. Wewe mtu kama Joe Biden ana miaka 70 na kitu. Anakuja anajitokeza mwanamke ana miaka 50 na kitu, 60 na kitu. Anasema anakuwa anashikaga maziwa. Nilikuwa ofisini kwake. Nilikuwa system fulani. Wakati yule bwana alikuwa na miaka 27, 25, inakuja inatolewa leo 20 ngapi, 22, inatolewa leo na miaka 70. Wataacha kuja kutoa like, zile like zote ambazo umelike kwenye mtandao za wanawake na mahubiri tofauti na za text na nini, wanakuja kuzileta. Alipochaguliwa Marekani, Bush alipoingia madarakani, alimchagua John Ashcroft kuwa jaji mkuu wa Marekani. Mimi sijui, ujue watu wanatunza historia. Hii inakwambia unahitaji nuru. Usipopata nuru, unachafua maisha yako katika umri mdogo. Huyu alipochaguliwa kuwa jaji mkuu wa Marekani, walikuja mashoga. Walikuja watu gani? Mashoga. Walileta katika kijiji chao, ule mji ambao alikuwa anaishi ule bwana John Ashcroft, kuna gazeti la ile eneo, kwamba gazeti la mtaa. Gazeti la nini? Alikuwa anaandikaga kwamba apendi mashoga. Walikuja mashoga na zile cut za yale magazeti rundo hivyo, wakasema huyu hata tutendea haki, hatumtaki. Ikabidi jopo la majaji likae Marekani kupiga kura. Alishinda kwa kura moja. Sasa angalia watu wameleta vile vikati. Huyu jamaa alikuwa anaandika kwamba apendi nini? Mashoga. Leo alikuwa anajua atakuja kuchaguliwa kwa nafasi kubwa kama hii. So kutoka rais anakuja jaji mkuu. Makamu wa rais anakuja nani? Ni mtu wa tatu au mtu, kwa sababu jaji mkuu, rais akiwa hayupo anaweza kumwambia jaji mkuu aongoze, achukue nchi, au spika wa bunge. Kwa sababu serikali inaongozwa na mihimili mitatu Kuna serikali, kuna mahakama na bunge. Tunaona watu watatu. Watu watatu wana nafasi ya kuwa rais. Rais akiondoka anaweza kumwachia jaji mkuu awe rais, au spika wa bunge awe nani, amsimamie kwenye nafasi yake. Kama vile Mungu alipomwambia Musa atakuwa rais, utakuwa Mungu kwa Farao, na Haruni atakuwa nabii kwako. Sasa jaribu kuangalia huyu mtu wa kujua leo atakuja kupata nafasi kubwa kama leo. Unaingia kwenye mitandao ya kijamii, una post, una like, unaona raha tu, una comment, siku ya siku nafasi imetokea. Wanaenda kwenye mitandao, wanakuja na print zote. Angalia kitu jamaa na like, angalia jamaa na like, wanakumaliza, upewe ile nafasi. Unahitaji nini? Nuru. You need a light, nuru ya kuona future, kuona miaka 30 mbele, kuona miaka 20 mbele, kuona miaka 10 mbele, kuona miaka 100 mbele. Utakuwa nani? You need light. Tuko pamoja? Unakuwa na uhuru wa nuru. Mungu anaposema na wewe nuru, na wewe nuru. Siku moja kwa Mungu ni miaka mingapi? 1000. Na miaka 1000. Ile nuru ya Mungu inaona miaka mingapi? 1000 mbele. Mungu anaona miaka 1000 mbele. Nini kitakachotokea? Watazaliwa watu gani? Watakuwa na teknolojia gani?
watakuwa na maisha gani. Mungu anaona miaka 1000 mbele. Sasa wewe unatakiwa uone miaka 100 mbele. Kwa miaka 100 mbele, na kizazi chako utaachia watoto wako nini? Unahitaji nuru ya kuona miaka 100 mbele. Leo hii ukikosa nuru ya kuona, kwa sababu wa Israeli Umoja wa Mataifa ulipoanzishwa mwaka 1949, Waisraeli, Waarabu walikusanyika Umoja wa Mataifa, wakasema tunataka Waisraeli watuonyeshe hati miliki ya kuwa katika ile eneo. Waisraeli walichukua Biblia, wakasoma Mwanzo 13. Wakasema hii eneo ni Mungu alimwaahidi babu yetu nani? Abraham. Wakafunga Biblia ikaisha. Kuanzia siku ile wakatengeneza master plan, wakachora ramani ya Israeli ya miaka 100 kujenga ile Israeli, na leo wanaijenga. Wakachora mpaka ile sehemu wa Palestina wanaishi, kwa sababu unaona wanabomoa kule na kuna watu wanaishi vita kila siku. Kwa wachora ramani ya miaka 100, ina maana walikuwa wanaona miaka 100, wana nuru ya miaka. Leo Marekani wana mafuta ya kutumia katika nchi yao miaka 200 inakuja mbele bila kuagiza mafuta Uarabuni. Nuru ya miaka 200, wanaona miaka 200 mbele. Leo ni benchi za Afrika wanaona miaka mingapi mbele, tofauti na kuona miaka ya uchaguzi. Unaona nuru ya Afrika ilivyo, wanaona miaka ya uchaguzi tu si kweli? Haonaji tofauti na hapo. Hiyo ni nuru. We need light. Tunahitaji nuru. Tungekuwa tunaona miaka 100 mbele sisi kama Tanzania. Kwa Mrombo ilikuwa ni pori leo ni mji imejengwa holela. Kweli uongo? Kisongo imejengwa holela. Kila mtu amejenga anavyotaka Kuna mahali huwezi kupitisha gari Ingekuwa tuna nuru, tungesema master plan hiyo miji yote. Na tuna vyuo vikuu, kuna watu wa ardhi, kuna kitengo cha ardhi, kuna chuo cha ardhi. Kuna wanafunzi wale wanachora mipango miji yao maeneo. Tunahitaji nuru ya kuona miaka 100 mbele. Leo nataka kupitia barabara, leo kuna Wachina wanapitia barabara, nataka kujenga barabara, unabomoa nyumba za watu. Kweli uongo? Na usidii chochote. Kwa sababu the lack of light, kukosekana nuru. Na kama mipango miji ipo, watu wakupewa. Unajua kuna mahali Tanzania ilichora mipango miji miaka 68. Lakini watu wakupewa ile mipango miji. Wakati watu wakajenga nini? Holela. Leo unakuja unabomoa, unamuonesha ramani. Unamuonesha ramani ameshajenga. Na kuna watu wanajua ramani ilikuwepo. Kwa nini kuonyesha watu ramani mwanzo? Kwamba hapo panakuja kupita barabara. Kunakuja kupita bomba la maji. Panakuja kupita umeme. Hawakuonyesha watu. Wanaacha watu wamejenga nini? Ukanenda. Tunahitaji nuru. Tunahitaji nuru. Sababu kama pasipokuwa na nuru hakuna kitu. Sasa jiulize leo. Unaona miaka mingapi mbele? Unajua mtoto mdogo ana nuru. Mtoto mdogo anaona nuru. Ukimuuliza mtoto mdogo, ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Anakwambia nataka kuwa dokta. Anaona nuru ya miaka 30 mbele, mtoto mdogo. Kweli uongo? Miaka 30 mbele anakuja kuwa nani? Dokta, anakuwa pilot, anakuwa engineer, anakuwa dereva, anakuwa polisi, anakuwa mwanajeshi mkubwa. Anasema mimi nataka kuwa mwanajeshi. Nataka kuwa polisi. Leo ni IGP. Leo ni mkuu wa polisi wapi? Tanzania. Alisema akiwa nini? Mdogo. Nataka kuwa polisi. Leo ni IGP. Leo ni RPC. Leo ni OCD. Kwa sababu alisema akiwa mdogo. Nataka kuwa dokta. Leo ndo dokta mkuu. Anapasua watu. Upasuaji. Tuko pamoja. Lakini ukimuuliza mtu mzima miaka 10 inayokuja mbele, unataka kuwa nani? Ajui. Haone nuru. Giza. Ungelikuwa unaona nuru miaka 10 inayokuja mbele utakuwa nani? Unaanza leo. Unaanza leo. Ile miaka 10 tu uwe na nuru tu kuona miaka 10 inayokuja mbele. Unakuwa bilionea. Ndicho kitu ambacho kwenye huduma tunaona. Nilitoa miaka 4 kuwa mshirika kanisani. Nikatoa miaka 10 kuwa mwanafunzi wa Yesu. Namaliza 2022. Narudi kwenye biashara. Sababu na nuru yangu, kwa sababu sikati tamaa kwenye jambo lolote. Mimi nafundisha mtu mmoja, huduma yetu ni kufundisha mtu mmoja, sio makundi ya watu. Kwa sababu sisi vyanzo vyetu vya pesa havitokani na watu, vinatokana na Mungu.
Tuko pamoja? Vinatokana na nani? Na Mungu, sio watu. Vyanzo vyetu vya pesa vinatokana na watu. Tunapenda watu, lakini vyanzo vyetu vya pesa sio vinatokana na watu. Vinatokana na Mungu. Kwa sababu Mungu, unaenda kwenye chanzo, watu ni matokeo. Watu nini? Ni matokeo, lakini chanzo ni Mungu. Source. Nenda kwenye chanzo. Mungu ndiye anasababisha watu wakuletea pesa wewe. Tuko pamoja? Watu hawezi kusababisha wao kuletea pesa wewe. Ni Mungu anasababisha watu wakuletea nini? Pesa. Mungu anakuletea mtu pesa, mtu ambaye sio wa imani yako. Mchina anakuletea pesa. Tuko pamoja? Muhindi anakuletea pesa. Mwarabu anakuletea pesa. Mwafrika anakuletea pesa. Mtu ambaye sio wa nini? Sio imani yako, wala sio rangi yako. Kwa sababu umeenda kwenye chanzo. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtafanya nini? Na nchi na vyote vijazapo ni mali ya nani? Yeye ndo anayeamua ampe nani hii pesa, amishie kwa nani. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 26. Mhubiri 2:26. Unahitaji nuru. Ukiwa na nuru unaona vitu, ukati tamaa, ukwaziki. Mhubiri 2:26 neno la Mungu linasema nini? Kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha. Furaha ndio utajiri, na afya ni furaha. Bali mkosaji mwenye dhambi humpa taabu ili kukusanya na kurundika, kututa, apate kumpa huyo ambaye Mungu humridhia. Mungu anampa mtu anayemridhia hekima, maarifa na furaha. Furaha ni utajiri. Furaha ni afya. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa lazima uangalie, unahitaji nuru ya kuvijua hivi vitu. Ukiwa na nuru unaweza kumtumikia Mungu, kwa sababu unajua bali mtamtumikia Bwana Mungu wenu, kwa maana ndiye naye atabarikia chakula chako na maji yako. Unajua kabisa kwamba nikimtumikia Mungu atabariki chakula changu, atabariki kazi yangu, ndoa yangu, atabariki maisha yangu, na ataondoa ugonjwa kabla hujanifikia, anauondoa juu kwa juu. Ukilijua hilo, hiyo ni nuru. Nuru ni kujua maandiko. Nuru ni kujua unakoenda. Kwa mfano ulipokuwa kuja hapa, ulikuwa na nuru, hujauliza watu kwamba unaenda. Kwa sababu kama ulikuwa unauliza watu ulikuwa na giza. Lakini siku ya kwanza ulikuwa na giza, kweli uongo. Lakini baada ya kufika hapa, giza likafanya nini? Likaondoka. Sasa hivi una nuru, uulizi kuja hapa, unajua unakoenda. Sasa mtu anayejua anakoenda, hiyo ni nuru. Hiyo ni nuru, kujua unakoenda. Kujua miaka 10 inayokuja mbele utakuwa nani, hiyo ni nuru. Kujua kesho yako, hiyo ni nuru. Na nuru ni neno la Mungu. Na nuru ni imani, kwamba tunatembea kwa imani, tunaenda kwa imani, sio kwa kuona. Kwamba lazima ufike kwenye hicho kiwango cha kutembea kwenye nuru. Twende kwenye maandiko, kwenye Isaya 60 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema nini? Isaya 60 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Giza litafunika nini? Leo hii dunia imefunikwa na giza. Angalia corona ilivyofunika. Angalia tu corona, hiyo ni giza, hilo ni giza moja. Angalia tu mitandao ya kijamii, vitu vilivyoandikwa kule ndani. Angalia tabia ambazo watu wanazo. Angalia kati ya baba na mtoto, mama na mtoto. Angalia tu jinsi dunia imefunika giza. Angalia watu wanapovaa barabarani, wanapovaa. Unajua dunia imejaa nini? Yaani unajua jinsi watu wanapovaa leo, miaka ya nyuma ndivyo jinsi watu walikuwa wanavaa usiku. Usiku watu wanavaa vibaya kwa sababu wanaenda kwenye madisco na nini. Tuko pamoja? Lakini sasa hivi ukitaka kujua dunia imefunika giza, mpaka mchana, yale mavazi ya usiku yanavaliwa nini? Mchana. Lile vazi la kulalia, mtu anavaa nini? Mchana, anatoka nalo kwenda out. Vazi la kulalia. Wewe angalia tu watu wanavaa. Utajua kwamba dunia imefunikwa na nini? Na giza. Angalia watu wanapoongea,
Angalia kwenye redio watu wanapoongea kwenye redio, ukiongea kitu cha maana kwenye redio hawasikilizi. Angalia redio tu, vitu vinavyoongelewa kwenye redio. Angalia kwenye TV, angalia kwenye mitandao ya kijamii. Angalia vitu vinavyoandikwa kwenye magazeti. Kitu cha maana hawasomi. Udaku wanasoma. Hakuna magazeti yanasomwa Tanzania kama magazeti ya udaku. Kweli uongo? Angalia kwenye Facebook, vitu vinavyokuwa kwenye Facebook. Ile vitu ambavyo sio vizuri ndio vina nini? Vina watu wengi. Ili ujue kwamba dunia imefunikwa na nini? Na giza. Vile vitu ambavyo sio vya maana ndio vina watu wengi. Na ukitaka kujua dunia imefunikwa na giza, aje msanii tu wa kidunia hapa. Stadium inajaa na walokole wote wamejaa huko ndani, ndio wanaongoza kwenda kumwangalia. Walokole wote wafaridi ndio wanaongoza. Msanii wote wa kidunia tu aje. Kutoka nchi yote, kutoka Dar es Salaam, kutoka popote pale. Aje tu hapa stadium. Lakini aje mtumishi wa Mungu stadium hapo. Hamna mtu ana story naye. Wataenda wale watumishi wawili watatu ambao wanamfuatiliaga basi. Kwa sababu dunia imefunikwa na giza. Kwamba lazima ujitahidi muombe Mungu akupe nuru. Akupe nuru. Ili uweze kutembea kwenye ile giza la dunia. Utamwona mtu, unajua leo hii kuna watu wote wanaotembea kwenye nuru. Wale walioko kwenye giza wanaona wale watu walioko kwenye nuru ni washamba. Umeelewa Kwa sababu wanajiuliza huyu mtu amechanganyikiwa. Huyu mtu ana kazi. Mtu akiona unahubiri barabarani, anasema mtu ana kazi. Wanakushangaa, wanakupita, wanakwambia tafuta kazi ya kweli. Lakini ukimwona mtu anafanya vitu vya ajabu ajabu barabarani, biashara za kawaida, wanamwona huyu ndio mwenye akili. Wakimwona huyu ndio mwenye nini? Iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu. Lakini njia hiyo mwisho wake ni njia za nini? Za mauti. Sasa lazima ukae chini ujiulize, hii njia ninayopita ni njia sahihi? Ukitaka kujua kwamba dunia imefunikwa na giza, angalia maneno watu wanaoongea tu. Angalia lugha zinazotumika, kwa sababu nuru ni neno. Nuru ni nini? Ni neno. Nuru ni Kristo. Chunga maneno unayoongea. Yaani ukitaka kujua kwamba kuna nuru ndani yako, angalia maneno unayoongea kila siku. Ukitaka kujua kwamba ndani yako kuna nuru, kwa sababu ukiwa unaongea maneno ya duniani, jua kabisa hakuna nuru, hilo ni giza. Hilo nini? Yaani kipimo cha kwanza cha kujua kwamba iko nuru ndani yako, angalia maneno unayoongea. Kwa siku unaongea maneno mangapi na ni aina gani? Ufunuo 3:20 neno la Mungu linasema nini? Ufunuo wa Yohana sura ya 3:20 neno la Mungu linasema nini? Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kunifungulia mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Roho Mtakatifu kwa mlangoni anabisha. Wewe ukitaka kujua kwamba kuna nuru, angalia maneno unayoongea. Popote ukienda, ukiwa umesimama au tu unaongea na mtu, unachokiongea kama akijatoka kwenye neno la Mungu, hilo ni giza. Hilo ni giza. Chochote unachokiongea kama akijatokana na neno la Mungu, hiyo ni giza. Warumi sura ya 14, sura ya 14 mstari 23. Neno la Mungu linasema nini? Warumi 14:23 kipengele cha mwisho kabisa. Warumi 14:23 kipengele cha mwisho, neno la Mungu linasema, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Imani huja kwa kusikia neno la Kristo, na kila tendo lisilotokana na neno la Kristo ni dhambi. Kila tendo lisilotokana na neno la Kristo ni dhambi. Yohana sura ya 6 mstari 63. Yohana 6:63. Neno la Mungu linasema nini? Yesu anasema nini? Roho ndio
itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno nje ya Yesu, maneno hayo ni roho tena ni mauti. Maneno nje ya Yesu, nje ya maneno ya Yesu ni roho tena ni mauti. Na maneno ya Yesu ni roho tena ni uzima. Kwamba lazima ujue kama ukitaka kujua kiwango cha nuru kilichoko ndani yako, angalia kila siku unapoongea unaongea kama maneno gani. Unaweza kukaa na mtu kuongea naye dakika 5 usigusie andiko lolote, usiongee kitu kinachofanana na Biblia. Ukiona uongee kitu kinachofanana na neno la Mungu, jua kabisa kwamba ni mauti, ni dhambi na ni giza. Giza limejaa kwenye nafsi yako. Wakolosai sura ya 3 mstari 16, neno la Mungu linasema nini? Wakolosai 3:16, na neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za roho, huku mkimwimbia Mungu kwa neema moyoni mwenu, na neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Hiyo ndio unakuta sasa, hiyo ndio nuru sasa. Inabidi ukiongea mahali, kila mtu atakaye kusikiliza ajue kwamba wewe ni mtumishi. Na hicho kitu ndio cheo cha mwisho ambacho Mungu anampa mwanadamu. Anakuita mtumishi. Mungu hakuiti mfanyabiashara, Mungu hakuiti mkulima. Mungu anakuita mtumishi. Anakwambia umemwona Daudi mtumishi wangu. Zaburi 89 mstari 20. Nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Nimemwona Abraham mtumishi wangu, nimemwona John mtumishi wangu. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba cheo cha mwisho, jina la mwisho ambalo Mungu anamuita mwanadamu, cheo cha mwisho ni mtumishi. Wakati Afrika duniani cheo kikubwa zaidi kuliko cheo chochote, hata kwenye kampuni mtu anaitwa nani? Rais wa nini? Wa kampuni au rais wa nchi. Hicho ndio cheo kikubwa duniani, kuitwa rais. Rais wa nchi fulani, rais wa kampuni fulani, ndio mwanzilishi wa hiyo kampuni. Sasa Mungu cheo kikubwa ambacho Mungu anamuita mwanadamu ni mtumishi. Anamwambia shetani, umemwona Daudi mtumishi wangu, umemwona Ayubu mtumishi wangu, umemwona Abraham mtumishi wangu. Anakwambia siwezi nikafanya jambo kubwa kama hili bila kumuuliza Abraham mtumishi wangu, rafiki yangu. Kwa hiyo lazima uangalie nuru iliyoko ndani yako, ndio itakaye kuongoza. Unahitaji nuru kuliko vitu vingine vyote. Bado dakika 8 tumalize kipindi cha kwanza, tuendelee na kipindi cha pili. Kwa mimi nataka tu nikushauri, anza kuitafuta nuru, sio kutafuta pesa. Search for the light. Kuna mtu mmoja mwenye hekima alisema there is a light at the end of the tunnel. Anaona nuru mwisho wa shimo. Yaani kama unachimba mgodi, akaona mahali kuna mwanga, akaona nuru, kuna nuru pale. Anafuata pale. Hata wadudu usiku wanafuata mahali kwenye mwanga. Sasa na wewe lazima utafute mahali kuna nuru. Yaani hata kama una rafiki search huyu jamaa na nuru. Umeelewa? Sio kwamba ana hela, ana nuru, ana Kristo ndani yake, ana Mungu ndani yake, sio ana pesa ndani yake. Sasa watu wengi wana search watu wenye pesa, wanatafuta watu wenye nini? Wenye pesa. Paka makanisani wanatafuta watu wenye pesa, hawatafuti watu wenye nuru. Watu wenye nuru ni watu wenye furaha, watu wanaojua Mungu, watu ambao hangaiki na pesa zinawafuata. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba tafuta rafiki mwenye nuru, kama ana ufahamu gani huyu mtu, anafanyaga nini, anapenda nini, ili ukitembea na mtu mwenye hekima na wewe utapata nini? Hekima. Ukitembea na mtu mwenye nuru na wewe utapata nini? Nuru. Sasa lazima utafute watu wenye nuru, yaani marafiki zako wenye nuru. Ukiwa na rafiki mwenye giza na wewe unakuwa na nini? Na giza, anakuingizia giza. Ukiwa na chuma, ukikiweka karibu na sumaku, ile sumaku inavuta kile chuma, si kweli? Alafu mwisho wa siku kile chuma kinapata nini? Sumaku, Kile chuma ukikiweka na chenyewe kinaanza kuvuta vitu. Ina maana kwamba ulikuwa na giza, ukaenda kwenye mtu mwenye giza, au
anakuambukizia nini? Au ulikuwa una giza wala una nuru, wewe uko tu. Ina maana ukienda kwenye mtu mwenye giza unachukua nini? Giza. Kuna watu wengi wako neutral, wengi sana. Wengi wako neutral. Hawako kwenye giza wala hawako kwenye nini? Kwenye nuru. Kwamba yule mtu anavutwa aidha upande wa nuru au upande wa giza, anavutwa. Kwa sababu mtu amezaliwa ana taarifa sahihi kwenye maisha yake. Yeye yupo tu. Nilikuwa naongea na dada mmoja akasema maisha yamekuwa magumu sana. Nafuu tu niolewe. Nafuu nifanye nini? Ina maana ile ana taarifa zote. Atavutwa popote yule. Atavutwa kwenye ndoa. Kwa sababu anaona kwamba mwanaume atamsaidia. Umeelewa? Au anataka kuvutwa kwenda kufanya kazi. Atafute nini? Kazi. Sababu anaona maisha ni magumu. Sasa anaona njia rahisi ni yuko katikati. Atakachovutwa nacho upande atakayovutwa ndiko atakakoelekea. Akija mwanaume akimtaka anakubali kuolewa. Akija mtu mwenye kumpa mawazo kwamba unaweza kufanya biashara yako, akampa mtaji, aenda kwenye biashara. Umeelewa? Sasa kama mtu yuko katikati, ajue aende wapi, anavutwa mahali popote. Sasa na wewe usiwe katika ile group. Yaani kwamba umeona leo kwa mfano leo una rafiki yako kapata hela leo. Unasema kwa nini mtu fulani ana hela? Na hujui ile hela amepata kwa staili gani? Anakuvuta kwenye ile eneo lake. Na unapotea. Na unaenda kutafuta hela katika ile staili ambayo fa nini? Imesababisha jamaa akapata hela. Kumbe ile staili sio ya Mungu. Kwa sababu mtu mwenye nuru ni mtu anayemtumikia Mungu. Yaani mtu yote tafuta watu wanaomtumikia Mungu uwe nao karibu. Usitafute watu wanaotumikia pesa. Ukitafuta mtu anayetumikia pesa, hilo ni giza full. Kwa sababu Biblia inasema bali tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Sasa ukatafuta mtu anayetumikia pesa, unaingia kwenye shida moja kwa moja. Hiyo ndio ile njia mtu anaiona sawa machoni pake, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwamba lazima utafute mtu yote anayemtumikia Mungu, yule mtu ana nuru ndani yake. Tuko pamoja? Ana nuru, sio mtu anayetumikia pesa, sio mtu tajiri. Na kama ni tajiri amepataje utajiri wake? Kumbuka yule kijana tajiri alipomuona Yesu. Alimwambia mwalimu mwema, ninawezaje nikaurithi ufalme wa mbinguni? Alijua ufalme wa mbinguni unanunuliwa kwa fedha. Yesu akamwambia kauze mali yako yote, ugaie maskini. Kwanza Yesu alimwambia umepungukiwa na neno moja. Hilo neno moja nini? Amepungukiwa na nuru. Giza limejaa, amepungukiwa na nuru. Akaambia kauze mali yako yote, alafu nifuate, nije nikutie nuru. Nikutie nini? Nuru. Kwa sababu maandiko yanasema, nirudie tena ile andiko kulisoma. Yohana 1:9. Yohana 1:9 anasema, Yesu alimwambia nenda kauze mali yako yote, uje nikutie nuru. Neno la Mungu lasema Yohana 1:9, kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kulikuwako na nuru halisi, amtiaye kila mtu nuru akija ulimwenguni. Kila mtu anakuja ulimwenguni. Sasa Yesu akwambia umepungukiwa na neno moja tu. Na hilo neno umepungukiwa na nuru. Yaani angelikuwa na nuru, asingelifanya biashara haramu akapata pesa nyingi namna hiyo. Asingeuza kitu ambacho hali yeye mwenyewe atumii, watoto wake watumii, anauza, kinaua watu. Bidhaa yake inaua watu. Kasa akamwambia umepungukiwa na neno moja, umepungukiwa na nuru. Full stop. Kauza mali yako utogaie maskini. Ndio nifuate. Nije nikutie nuru. Alafu uanze kupata hela za kwenye nuru. Tuko pamoja. Kwa nini eneo la kufanyia kazi? You need light. Unahitaji nuru. Sio pesa. Ukipata nuru utaona pesa. Lakini ukiwa kwenye giza unatafuta pesa, uone pesa. Mtu Biblia inakwambia kuna mama alipoteza fedha, aliwasha taa, akitafuta kila mahali, akafagia nyumba nzima, akaiona. Alipoona alifurahi sana, akaita majirani zake wote akamwambia nimepata. Lakini kama kuwasha taa angeliona ile pesa, asingeliona. Kwamba you needed light, you needed nuru. Unahitaji nuru ili uweze kuona hivi vitu unavyovitafuta huko duniani. Na nuru ni neno la Mungu. Nuru ni kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu unaanza kupata nuru ndani yako.
Kwa mfano leo nuru nilionao mimi, hata aje mtu na hela nyingi kiasi gani kwangu anaambia tufanye biashara fulani, siwezi fanya ile biashara. Siwezi fanya ile biashara. Kafanya ile biashara nuru nilionao mimi, siwezi fanya ile biashara. Wameshakuja wengi. Mbona mtumishi nataka tufanye kitu fulani. Anaambia no. Nuru nilionao hairuhusu. Naona hiyo huko, hiyo njia ni njia za mauti. Hizo sio njia salama. Hizo sio njia salama. Kwa hiyo lazima uangalie nuru kishaingia tu ndani yako. Utakuwa unaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Kwa ufahamu saa 5 kamili tutamshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili, the freedom of light, uhuru wa nuru. Ni kama vile unavyoona nchi nyingi sana duniani zinatafuta uhuru wa freedom of speech, uhuru wa kuongea. Wamestopishwa, huwezi kuongea kitu chochote. Nchi nyingi sana duniani huwezi kuongea kitu unachotaka kuongea hata kama unajua. Kwa Marekani kuna uhuru wa speech, uhuru wa kuongea. Kwa hiyo lazima muombe Mungu akupe uhuru wa nuru, uhuru wa kusoma neno la Mungu. Kuna mtu akishika Biblia hivi analala. Kuna mtu hawezi kwenda kanisani, kuna mtu hawezi kwenda kwenye mahubiri, kuna mtu hawezi kwenda kwenye maombi. Kuna mtu hawezi kusikiliza vitu vinavyohusiana na neno la Mungu. Kuna mtu hawezi kumtumikia Mungu, hawezi kwenda kwa watoto yatima, kwa wajane, kwa wazee, hospitalini, kwenda kuhubiri barabarani injili. Hawezi, kwa sababu giza limejaa. Hawezi. Kwa sababu giza likishajaa linakuletea aibu na kuletea hofu. Unaona kwamba watu wanakuonaje? Uangalie Mungu, unaangalia watu. Ukishaanza kuangalia watu, ukishaanza kupotea. Muangalie Mungu. Hata Petro, Yesu alipomwambia shuka kwenye boti, akaanza kutembea kwenye maji. Alipoanza kuangalia vitu vingine tofauti na Yesu, alianza kuzama. Aliangalia mawimbi ya maji akaanza kuzama. Sasa unapokosa nuru, na maana unaangalia vitu vingine tofauti, unaanza kuzama. Kwa ufahamu, tumshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 5. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Mungu, kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kuona maandiko katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya spidi ya kuona kazi, kuona biashara, kuona maono, kuona ndoto, kuona vitu na watu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu, tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Ndio msalabani, kwa maana fadhili za Kristo za milele katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango. Tunakaribisha tena katika ile lango la saa 5. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, utupe akili ya Kristo, tupate fahamu wa Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen.